Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Clement Alois Kihio, ni padre kutoka jimbo la Tanga, lakini ninafanya huduma hapa Baraza la Maaskofu kama katibu mtendaji wa idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ajenda kuu ya kongamano letu imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Inasema liturgical inculturation, practice and perspective. Nyie wataalamu mtatusaidia kutafsiri kwa Kiswahili baadaye, lakini tunategemea kwamba kongamano letu kwa kweli halitakuwa la Kiswahili, itakuwa ni Kiingereza na zile lugha nyingine za kimataifa, Kiitaliano, Kijerumani, Kifaransa, Kireno. Kwa hiyo kumbe wale Waswahili tutasameheana kama utakuwa huelewi zaidi, lakini basi tutafanya utaratibu vile vile wa kupata watafsiri kwa wale ambao hawezi kusikiliza lugha hizo, lakini lugha kuu ambayo itakuwa inaongoza itakuwa ni lugha ya Kiingereza. Hata kama kutakuwa anayetoa mada kwa Kifaransa au kwa lugha nyingine, basi lugha kuu ya kutafsiri itakuwa ya Kiingereza. Tutakuwa na mada mara tatu, tuseme siku ya Jumatatu, alafu siku ya Jumanne na siku ya Jumatano. Niongelee mada ambayo ni ya siku ya Jumanne, ambayo inahusu muziki mtakatifu pamoja na tunasema liturgical utakuwa unakata hapo baadaye utakapoona hivi. Mada kuu itakuwa ni muziki mtakatifu pamoja na kucheza kiliturujia. Sasa sisi Watanzania tumepewa tuongelee mada hiyo. Huo muziki mtakatifu ukoje? Unapaswa uweje kutokana na mafundisho ya kanisa? Lakini vile vile tuongelee mambo ya kucheza kanisani. Tunayaonaje? Ni mahali gani tunaweza tukacheza kanisani? Mahali gani hatuwezi kucheza? Na tamaduni zetu zinasemaje juu ya kucheza kanisani? Hiyo ni mada ambayo sisi Watanzania tutawafundisha wenzetu watakaofika na kufundisha ulimwengu, lakini nao watakuja na ya kwao ambayo watatufundisha. Mfano, mada ya siku ya Jumatano ambayo itaongelewa na wanafunzi kutoka Marekani, wataongelea juu ya tunasema architecture, maanake majengo yetu yanajengwaje ya kikanisa, inatakiwa tunapotengeneza groto liweje na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kutakuwa na mada nzuri sana, tujiandae, lakini mada kuu ikiwa ni hiyo liturgical inculturation, practices and perspectives, utamaduni wa Kiafrika, jinsi tunavyofanya kazi na matazamio yetu ni yapi katika hilo kongamano. Hali ya liturujia katika nchi yetu kwa kweli inakuwa kwa kasi sana. Tunajua kwamba tangu mtaguso wa pili wa Vatikano tuliamriwa tutengeneze vitabu vya Kiswahili. Na ukiangalia vitabu vya Kiswahili ambavyo tunavyo vipo vingi. Kwanza tuna Biblia ambayo ni ya Kiswahili, tuna misale ya Kiroma ambayo tayari imeshatafsiriwa kwa Kiswahili cha kisasa kabisa. Tuna misale ya waamini ambapo kila muumini anaweza akawa na misale yake. Tuna kitabu cha masomo ambacho tayari kiko vizuri. Tuna breviari ile ya mwanzo, lakini tayari idara imeshatengeneza breviari ya kisasa, tumebakisha hatua ya kuchapisha. Tuna kitabu cha baraka hivi karibuni kitatolewa. Kwa hiyo unaona lugha ilivyokuwa. Zamani watu walikuwa wanasali kwa lugha zao za asili, kama Wahaya wanasali kwa lugha yao, unafika Usambara wanataka kwa lugha yao, lakini Kiswahili kimetuunganisha sasa hivi kama taifa moja. Unaangalia wanamuziki wetu sasa hivi, ukiingia tu kwenye YouTube unakuta nyimbo za Kiswahili nzuri, zenye teolojia nzuri. Kwa hiyo kumbe liturujia imekuwa sana. Tunaona vyombo vya habari, kuna TV online au kama ninyi ambao mnahoji mambo kama haya, unaona injili imeenea, walei wanahusika kwa namna ya pekee. Kuna vyama vya kitume vingi, kuna WAWATA, kuna vijana, kuna nini, kila mmoja ni mwinjilishaji. Kwa hiyo kuna makuhani wanaoinjilisha, lakini kuna walei
wanayatakatifuza malimwengu kwa utume wao. Kwa hiyo kumbe hali ya liturujia na uinjilishaji katika ujumla wake imekuwa kwa kasi sana na inaendelea kukua kwa kasi sana. Sinodi tunapozongelea katika ujumla wake baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano zinaongelea juu ya utekelezaji wa mtaguso mkuu wa Vatikani, na hati ile ya kiliturujia ambayo ni Sacrosanctum Concilium ilisisitiza mabadiliko mengi sana. Tunaweza kusema kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo yametekelezeka tangu sinodi hizi na tangu mtaguso mkuu wa Vatikani. Changamoto ambayo tunayo ni kwamba bado waamini wengi hasa waamini walei hawajui mambo mengi kuhusu mtaguso mkuu wa Vatikani. Unaweza ukamuuliza muumini Sacrosanctum Concilium ni kitu gani? Atakwambia hiyo ni jina la paka au ni jina la mnyama gani. Kwa hiyo waamini wengi hawajafuatilia sana masuala ya kiliturujia. Mfano, katika kongamano letu hili linalokuja tulikuwa tunahitaji mwanaliturujia mwanamke aweze kutueleza, mwenye shahada labda ya udaktari, lakini unaona bado mpaka sasa hivi hakuna mwanamke aliyeenda mpaka katika shahada ya udaktari katika masuala ya liturujia. Kwa tunaona kwamba bado hatujapiga hatua kubwa sana ya kielimu. Kongamano hili lileta changamoto sasa kwamba hata waamini walei wa kawaida licha ya mwanamke, lakini hata muumini mlei hakuna mwenye shahada ya udaktari katika liturujia. Kwa hiyo ni changamoto kwamba jamani, liturujia sio mapadri tu na masista tu, ni ya kila mtu, na kila mtu anaweza akajitolea katika kusoma na kuwa mwinjilishaji na kuwa mwanaliturujia. Kwa hiyo mafanikio yapo, lakini vile vile changamoto zipo. Maazimio ya liturujia yanajikita katika hati ile ya liturujia Sacrosanctum Concilium ambayo iliagiza mambo mengi sana yafanyike. Moja ya mambo yaliyofanyika ni matumizi ya lugha zetu za asili, lugha ya Kiswahili, pamoja na utafsiri wa vitabu vile vya kiliturujia ambavyo viko katika lugha ya Kilatini kuvileta katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni maazimio ambayo yanahitajika kufanyia utekelezaji. Sasa utekelezaji umefanyika, lakini sio katika 100%. Kunavyo vitabu vingi ambavyo bado hatujavifanyia kazi, hatujavitafsiri katika lugha yetu ya Kiswahili. Moja ya kitabu ambacho ni muhimu sana ni kitabu cha Baraka, kwamba tangu mwaka 84 kilipotoka katika toleo la Kilatini mpaka leo ni miaka mingi hatujatafsiri. Lakini vile vile vipo vitabu vingine mbalimbali ambavyo bado hatujavifanyia tafsiri, na ni changamoto, tunasema ni changamoto za kiuchumi, lakini vile vile changamoto za kielimu, kwamba ili uweze kutafsiri kitabu cha Kilatini lazima uwe na wataalamu wa Kilatini. Sasa kama hamna wataalamu ni changamoto. Kwa hiyo tuna changamoto ya kielimu, tuna changamoto ya kiuchumi, kwamba hata kama una wataalamu unahitaji waweke mahali miezi mitatu waweze kufanya kazi hiyo kwa mfululizo. Zote hizo ni changamoto, lakini basi taratibu kwa nguvu za Roho Mtakatifu tunafanya kile ambacho anatuangazia na anatuwezesha. La ngine nasema kuna gani, kuna hili jambo linaitwa ekumeni. Ekumeni, yaani ushirikiano wa madhehebu ya Kikristo. Wigo na ni mipaka ya ushirikiano wa namna hii. Mtaguso mkuu wa Vatikani ulileta mambo ya maelewano kati ya sisi wa Kristo, madhehebu ya Kikristo ambayo waliita ekumene, yani maana yake kuunganika au kama umoja. Na lengo hasa la ekumene ni kuondoa mivutano isiyo ya lazima kati ya sisi tunaomwamini Kristo. Saa nyingine mtu anasoma Biblia anaielewa kivyake au ana mtazamo wake katika mambo ya maadhimisho ya liturujia, lakini Kristo ni yule yule. Kwa hiyo tukasema yale mambo yanayotuunganisha pamoja, tukae pamoja na tuelewane pamoja. Yale mambo ambayo labda hatuelewani au
kila mtu ana uelewa wake, basi kila mtu afanye kivyake kwa kadiri anavyoelewa, lakini tusigombane. Kwa hiyo ndio maana ikaitwa ekumene. Kwa hiyo ndio maana kuna mpaka wiki la umoja wa Wakristo duniani, tunakutana, tunasali pamoja, tunajadiliana hili jambo linatuweka pamoja, ni hili hapa kana kwamba kila watu wana mtazamo wao. Nyie mna mtazamo huu, basi fanyeni mambo yenu, lakini tusigombane na wala tusitukanane. Tuendelee, kwa sababu wote tunamwamini Kristo ni yule yule jana, leo na daima. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunashirikiana, hizo sala za pamoja, lakini kuna mambo kama nilivyosema, yale ambayo yanatuhusu sisi kama Wakatoliki tu na mipaka yetu, basi waga tunaheshimiana. Mfano, tunapokuja katika swala la Ekaristi, sisi tunaamini kwamba katika Ekaristi Yesu yumo mzima katika maumbo yote ya mkate na divai. Wenzetu labda wanaamini vinginevyo. Sasa kwa sababu sisi tunaamini hivi, inapofika wakati wa komunio tunasema jamani, wanaoruhusiwa kuja kumunika ni Wakristo, Wakatoliki, tena wale waliojiandaa, kwa sababu sisi tunaamini kwamba anayempokea Kristo ni yule ambaye anaamini kwamba Yesu mwenyewe yumo katika hayo maumbo yote ya mkate na divai, na amepita katika ule kama utamaduni wetu unasema kuingizwa, maana yake amebatizwa, amepata Ekaristi ya kwanza, ana komunyo kama ni mtu ambaye anaishi kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunatofautiana, lakini taratibu tumeweza kuelimishana, na sasa hivi hakuna anayemlaumu mwenzake. Tukifika tunaheshimiana, wanapofanya mambo yao ya kwao tunawaangalia, wanapokuja yale ambao tunashirikiana. Tunapokuja katika ushirikiano katika sala za pamoja za umoja wa Kikristo, huwa kuna tume ya ekumene inaandaa kijitabu fulani ambacho ni cha mwongozo wa jinsi gani tusali, lakini vile vile kinatoa nafasi kwa wenzetu wanakuja na mawazo gani. Unakuta kama ni Walutheri watakuja na mawazo yao, kama ni Wapentekoste watakuja na mawazo yao, Waanglikana na sisi Wakatoliki. Sasa tunapokuwa pamoja tunasema tunakuwa flexible, tunakuwa hatuweki sheria ngumu kiasi kwamba mmoja wetu atahisi kwamba labda ametengwa au tumemnyanyapaa. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa hakuna mtiririko maalum, inategemea tumekujaje na tumeongeaje na tumeelewanaje siku hiyo. Ni kwa ajili ya kuimarisha umoja wetu. Kwa hiyo ndio maana hata kongamano letu hili tunakaribisha Wakatoliki, tunakaribisha na wengine ambao wangependa, hasa katika zile misa za ufunguzi kule Kijichi na misa ya kufunga kule Tabata. Yeyote yule, awe Mkristo, awe Muislamu, awe nani, awe mtu wa dhehebu lolote, tunawakaribisha kwa sababu tunahimiza huo umoja, huo ekumene na kusali pamoja. Unasemaje kuhusu kwaya na hata waumini kucheza wakati wanaimba nyimbo kwenye ya mfano wimbo wa shukrani, wimbo wa utukufu wakati wa yale maandamano ya kupeleka vipaji? Moja ya mada ambazo tutaziongelea katika kongamano letu hili ni muziki mtakatifu pamoja na kucheza katika masuala ya liturujia. Kanisa lina utaratibu wake, wapi tucheze na wapi tusicheze, na kanisa limeruhusu tunaita adaptation, yani kuchukua mambo fulani ambayo yanatoka katika tamaduni zetu au tunaita utamadunisho, kwamba kitu gani tunaweza tukakiingiza. Kama utamaduni unaturuhusu kucheza au haturuhusu kucheza, tutayaongelea kiundani zaidi katika kongamano letu, lakini kiufupi katika liturujia yetu Baraza la Maaskofu limeruhusu baadhi ya maeneo kucheza na baadhi ya maeneo limesema hapa tusicheze. Ifuatilia liturujia kwenye nchi za Afrika ya Kati, Kongo, Zambia, wana uchezaji wa kiwango kikubwa sana kuliko nchi za hizi Afrika Mashariki wanapokuwa wanaimba, na mpaka mapadri, maaskofu wanafanya hivyo. Wanakosea, lakini kwa nini wanakosea? Na kwa nini hawarekebishwi? Kama hawakosei, nini sisi Afrika Mashariki tunakosea kwenye lengo hilo? Tutambue kwamba
kanisa ni tajiri sana katika tamaduni tofauti tofauti. Ukienda kwa wenzetu kule Ulaya, wao liturujia zao sio za kucheza. Wao wanaamini kwamba Mungu anaabudiwa katika utulivu mkubwa. Kwa hiyo nyimbo zao zote unakuta hakuna sehemu ya kucheza. Ni utamaduni huo wa nchi za kizungu. Tukija Afrika Mashariki, tuna utamaduni wetu wa Kiafrika. Mfano, ukienda katika kutambika huku Afrika ya Mashariki, unajiuliza, je, mfano watoto wanaenda kucheza pale kwenye tambiko au wanawake wanacheza pale kwenye tambiko? Yani masuala ya kindani kabisa ya kitamaduni. Kwa hiyo kumbe hizi tamaduni zinatofautiana. Sasa tukija katika utamaduni wa Kongo au Afrika ya Kati, wao wana utamaduni gani na umeutoa wapi? Kwa hiyo Afrika ni moja, lakini tuna tamaduni tofauti. Ndio maana kuna kitu inaita utamadunisho wa liturujia. Kwa hiyo sio kuiga kwamba tumeona Kongo wanacheza kwa hiyo tunaiga. Hapana, huo sio utamadunisho. Utamadunisho sio kuiga, lakini ni kuangalia mazingira yenu sisi kama Watanzania. Je, ni kitu gani ambacho tunapotambika? Mfano, unaangalia Watanzania, makabila wengi wanapoenda labda kutambika, labda wanamwaga kapombe kwenye kaburi pale, lakini sehemu nyingine sivyo. Labda utamaduni wetu, nani anatangulia kula? Anatangulia mzee kula katika sherehe, au watoto ndio wanatangulizwa kwanza waonje kile chakula cha sherehe au cha sadaka fulani. Kwa hiyo ni mambo hayo ambayo tunaposema tunatamadunisha au tunasema kucheza, hatuangalii kwamba Kongo wanachezaje au Afrika ya Magharibi wanachezaje au mbona wenzetu wazungu wao hawachezi. Tunaangalia utamaduni wetu unasemaje. Hiyo inaitwa adaptation. Kwa hiyo tunapoongelea kucheza lazima tuongelee kitaalamu, kiliturujia. Tumefanya utafiti wa kutosha kwamba sisi tucheze au tusicheze. Ndio maana sasa sisi Tanzania tuna utofauti na Kongo au na Rwanda au na Burundi. Sisi tuna utamaduni wetu ambao una utofauti na ule. Kwa hiyo hata katika liturujia inakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo Wakongo hawajakosea wala sisi hatujakosea. Kila watu wana utamaduni wao. Kuna hati ilitolewa juu ya mwongozo wa misa za watoto na imeagiza mabaraza ya maaskofu wafanye utafiti kuona ni jinsi gani misa za watoto zinaweza zikaendeshwa. Kumhubiria mtoto na kumhubiria mtu mzima ni vitu viwili tofauti. Na kila mwalimu, ukifika kwa mfano kule kwenye shule za chekechea, kila mwalimu ana mbinu ya kuwafundisha watoto. Kwa hiyo hata mahubiri ni hivyo hivyo. Cha msingi kuna kanuni ambazo lazima tuzingatie kwamba hata kama tunaleta maigizo nini, lakini kuna mahali pa kufanya maigizo. Mfano, altareni sio mahali pa kufanya maigizo, pale panaitwa patakatifuni. Kwa hiyo sio sehemu ya maigizo na sio sehemu ya kucheza cheza. Na ni vizuri kila padre ajifunze tunaita homiletics, homilia. Unapojifunza homilia, unajua kwamba unapokuwa na vijana utaongeaje, unapokuwa na wawata utaongeaje, unapokuwa na watoto utaongeaje, unapokuwa na watoto wa sekondari unaongeaje, utakapokuwa na profesa wa chuo kikuu utaongeaje. Kwa hiyo lazima homilia iendane na kikundi ambacho unakihubiria. Maswali mengine ni ya kichungaji zaidi kuliko ya kiliturujia. Cha msingi katika masuala ya misa ni vizuri tuache zile tabia za tunasema muda wa Kiafrika au wa Kiswahili. Tujifunze kwenda na mambo ya kisasa. Katika ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa kisasa. Kama tumesema misa tunaanza saa 2, basi tuanze saa 2. Kama tunamaliza saa 4 tumalize saa 4. Na kama hakuna umuhimu wa kuwa na matangazo marefu tuachane nayo. Kuna mbinu mbalimbali za kuweza kutoa matangazo.
Kwa hiyo siku ya ibada mtu ajisikie kwamba Mungu amemgusa na kweli aondoke na hali ya utakatifu. Tuache mambo ya kusema muda wa kizungu au muda wa Kiafrika, twende na dunia ya leo inatakaje. Tuko katika ulimwengu wa kisasa, kwa hiyo mapade wajifunze mambo ya kisasa na waamini wajifunze mambo ya kisasa bila kurahisisha kwamba kwa sababu labda twende haraka haraka tumalize. Hapana, watu walishwe kiroho, lakini vile vile tusipoteze muda au tusipoteze dira ya imani katika misa zetu. Kwenye parokia nyingi hakuna utaratibu wa foleni wakati watu wanangoja kuingia kwenye sadaka. Kuna watu na wakati watu wazana na kulalamika huyu kanitangulia na hivi. Je, ibada ya kitubio inasimamiwa na kamati ya pia parokiani? Kwa nini isiwekwe usimamizi? Kuhusu sakramenti ya kitubio na nafasi ya kwenda kwenye kitubio, ni vizuri kuwe na ratiba maparokiani inayoeleza kwamba labda kila Jumatatu, Jumatano labda na Jumamosi kutakuwa na nafasi ya kitubio. Na kunapokuwa na nafasi nyingi namna hiyo, waamini wanapata nafasi ya kutosha ya kuungama mara kwa mara na wanakuwa ni wachache. Lakini tunapokaa muda mrefu bila kuwapatia waamini nafasi ya kitubio, inapokuwepo wanakuwa wengi. Kwa hiyo kwa kawaida watu wanapokuwa wengi katika jambo lolote lile la kitubio, labda ni chakula au nini, kutakuwa na kusukumana hapa na pale. Kwa hiyo ni vizuri basi kuwe na nyakati za kutosha, ratiba ya kutosha juu ya mambo ya maungamo. Na kama kuna matukio mfano haya ya tunaandaa Juma Kuu au kipindi cha Kwaresma na nini, ni vizuri zipangwe siku, na kama ni paroko atafute mapadri wa kutosha. Kama ni mapadri 10 waje pale wamsaidie mambo hayo ya kuungamisha, ili kusiwe na kusukumana. Haipendezi mtu ameenda kwenye kitubio halafu anaondoka na kinyongo tena. Kile kitubio kinakuwa kinapata walakini. Kwa hiyo maparoko wajiandae vya kutosha, na mapadi unapoalikwa kwenda kwenye parokia ya jirani kwenda kumsaidia mwenzako kwenda kuungamisha, basi ujitolee kwa moyo mnyofu kwa ajili ya roho za hawa waamini wanaoungama. Hili tuliweke wazi kabisa kwamba altare inafunikwa kwa kitambaa cheupe daima, na altare hatuipambi kwa kanga au rangi nyingine. Kama kuna kitu cha kupamba ni zile rangi nyeupe za altare. Tupambe mahali pengine kanisani, lakini altare tuiheshimu, ibaki vile vile. Kwa hiyo tupambe mahali pengine, altare tuiache. Ile ni meza takatifu, imetabarukiwa. Kwa hiyo sio ya kugusagusa, sio ya kuchezea. Tusifuate zile sentiments zetu, yani mavionjo vyetu katika haya mambo matakatifu. Kuna mapadri ambao wana huduma maalum. Mfano hata mimi mwenyewe kama katibu wa idara ya liturujia, katika matukio makubwa yale, labda kama ni waskofusho au jubilei, huaga ninavaa kanzu pamoja na surplice. Ile inaitwa surplice, ile ambayo tunasema ni nusu, wengine wanasema ni kanzu fupi, ile kitu inaitwa surplice. Kwa hiyo hii ni huduma maalum katika kanisa ambapo wale wanaoadhimisha wanahitaji usaidizi, labda kuelekezwa kwa hapa, na wale mapadre vile vile kutoa huduma fulani na fulani. Kwa hiyo ni kawaida katika kanisa. Hawa wanaitwa ceremoniare, yani ni washereheshaji wa ile adhimisho, kuhakikisha kwamba lile adhimisho linaenda vizuri. Na kawaida hawa wanaofanya hivyo wanatakiwa wafanye misa yao kabla
ya ile misa ambayo ni maalum ambao wanasaidia, kiasi kwamba wao jukumu lao kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba ile adhimisho linaenda vizuri kwa utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida katika maadhimisho ya kiliturujia. Ni wito wangu kwa vyombo vyote vya habari kuhamasisha hili kongamano la wanaliturujia wa Afrika litakalofanyika kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 9 ya mwezi wa 8, na tuwahamasishe waamini wetu tusaidie kuchanga pesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata pesa za kutosha za kuweza kuliendesha kongamano hili kwa akaunti zile ambazo zimetumwa. Tutaziona kwenye magrupu huko maparokiani. Basi hapo ulipo muulize paroko, mwambie nataka kutoa mchango wangu, na kama alivyosema, kama utahitaji maelezo zaidi nitafute kwa namba ya 0756089015. Asanteni sana.